nyinyi wananchi muwe mnawasuta, yani malalamiko ya kwanza myapeleke kwa Chama cha Mapinduzi. Mkiona mradi ufanyike, kwa sababu wao ndio wenye mradi, wao ndio wenye serikali ile. Kwa hiyo muwabane wao na wao. Mheshimiwa Mwenyekiti hapa wa wilaya na Mbane DC, kwa DC mbona kitu hakifanyiki vizuri pole, lakini nimeridhika. Changamoto moja niliyoiona hapa nilikuwa mnaoneza Mheshimiwa DC kwamba tunaanza majengo hatukumbuki miti. Kwa mfano tangu siku wameanza kuweka msingi hapa mpaka hatua hii inafikiwa, na kwamba ingekuwa imepandwa hapa miti leo ingekuwa imeshashika vizuri tu kabisa na mvua zinazoendelea. Kwa hiyo ni mwenyekiti wa wazazi wa kata hii, mwenyekiti wa wazazi wa kata hii, sasa tunapeana jukumu. Mheshimiwa DC kupitia TFS watawapeni miti. Wewe na kamati yako ya utekelezaji na Chama cha Mapinduzi pangeni siku, mwenyekiti wa wilaya usimamie zoezi hili, waje wapanda hapa miti mingi. Sisi tunashughulika na mazingira. Kwa mazingira ni pamoja na upandaji wa miti. Mpate miti ya kutosha, mje hapa mpande miti na shule hii ipendeze. Hiki ni kipindi kizuri cha mvua. Na wananchi nimeahidi mbele ya mwenyekiti nitakuja hapa kwa ajili ya kufanya mkutano na tutawekeana mipango yote haya mnayoyasikia tumesema. Tutakuja kwa ajili ya kusikiliza kero, lakini vile vile tutakuja kuwaletea majawabu kwa yale ambayo tutakuwa tayari tuna majibu yao. Kwa hiyo nitoe tu rai pale tutakapokuja, basi kama una issue tuje tuweze kuzungumza, kwa sababu mambo mengi mimi naamini kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti yako ndani ya uwezo wetu kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tutakuja. Lakini nimalizie tu tena kwa kusema tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni ukweli kazi kubwa inafanyika, na hata hii barabara yetu ya kutoka Katunguru kwenda Kamanga kitokea Sengerema na yenyewe pia iko kwenye mpango wa kuweka lami. Kwa huku ni barabara kubwa sana, kwa sababu ndio ina connect na kwenda Mwanza. Naitwa Zakayo Mabula Zakayo au Mashaka Mabula Zakayo, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi kata ya Katunguru. Mheshimiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa, niko hapa mbele kwa kukupa zawadi hii ambayo imependeza sana. Mheshimiwa mwenyekiti, tangu mwaka 1974 kijiji hiki kupangwa kuwa kijiji, hatujawahi kuona kiongozi yoyote kutoka taifa. Kwa hiyo tunaomba heshima za dhati ambayo ni-heshimisha Jumakisiwani kwa shukrani. Lakini pia Mheshimiwa mwenyekiti, tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa jeshi wa nchi ya Tanzania, kwa mema ambaye ametufanyia. Ametuletea vitu ambavyo hatuwezi kuwa na roho isiyokuwa ya kumpa shukrani. Tangu tumekuwepo hapa Mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa hatujawahi kupokea milioni 101 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati. Lakini pia tulipata wafadhili mwaka juzi ambao walileta hapa mswada kwa ajili ya ukarabati wa shule ya msingi ambao tulipokea milioni 125. Lakini pia tumepokea milioni 64.5 kwa ajili ya ukarabati na urekebishaji wa vichoma taka kwenye zahanati ya Jumakisiwani. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, tunakuomba sana, karibu sana. Ziara yako ina mambo makubwa mawili: kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini ya pili kuimarisha chama na jumuiya zake. Ndio malengo makubwa ambayo uliotembea nayo na ndio ambao unatuelekeza. Sasa utekelezaji wa ilani, Mheshimiwa DC na timu yake kwa maana ya mkurugenzi na wataalamu wake wameeleza na wataeleza. Sina sababu ya kurudia huko. Lakini uhai wa chama na jumuiya zake, mwenyekiti wa chama na viongozi wa jumuiya wameeleza. Sina sababu ya kurudia huko. Lakini niseme moja tu la msingi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Jumuiya yetu, jumuiya ya wazazi, ilipewa majukumu makubwa kusimamia elimu, malezi na mazingira. Na kote tulikokuwa tukipita, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeshiriki zoezi
la kuhifadhi mazingira. Umepanda miti karibu maeneo yote, na maeneo mengine umekuwa ukisisitiza huo mti utunzwe. Maana yake unasisitiza majukumu makubwa ya jumuiya yako kutekeleza uhifadhi wa mazingira. Na hapa tulipo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyoona, tumekaa kwenye miti ya asili. Tumekaa kwenye miti ya asili. Maana yake watu wa Juma Kisiwani, naendelea kutoa wito kwenu, tutunze mazingira. Mheshimiwa DC, Juma Kisiwani, vikope, vikundi na wananchi hawa wanufaike. Huko mchezo unachezwa, wanakaa huko wataalamu, wanatengeneza vikundi vyao, wanajikopesha wenyewe. Sasa Mheshimiwa DC, tumeelekezana hilo, na namwelekeza pia mwenyekiti wetu wa chama wa wilaya, ninyi mko hapa kwa sababu ya chama, na wao wananchi siku chache zijazo utapanda jukwani hapa kuomba kura, watakwambia mikopo. Sasa mikopo hiyo uwe na jibu nalo, kwa maana kwamba simamia. Katika halmashauri yetu ya wilaya Sengerema tumefanya uzinduzi tarehe 8 mwezi wa 3. Uzinduzi wetu tumezindua kwa kutoa mikopo milioni 362 kwa vikundi vya wanawake 65, vikundi vya vijana 19 na walemavu vikundi 11. Lakini katika kata ya Katunguru tumeweza kwa kuanzia kutoa vikundi vitatu, ambapo vikundi vya wanawake ni viwili, vimenufaika shilingi milioni 9, na vikundi vya walemavu ni kimoja, na kikundi cha vijana ni kimoja, kimenufaika shilingi milioni 5. Kwa hiyo kwa kata ya Katunguru tumeweza kufanikisha kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 14.